Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Hujambo, karibu katika uchanganuzi. Ili nikueleze kuna ripoti ambayo iliweza kuachiliwa na BBC, na ninaomba kufanya hii ripoti kwa sababu kuna wale ambao wananifuatilia katika mtandao wetu wa Mokenya TV wananiuliza, mbona Mokenya TV hujaleta ripoti kamili ya BBC kuhusiana na mauaji ya vijana wa Gen Z yaliyofanyika katika taifa la Kenya mwaka jana. Sasa niko hapa ili nikufahamishe yale ambayo yaliendelea. Kuna uchunguzi uliofanywa na kituo cha PPC Africa, na kulingana na ripoti hii, vijana waliouawa katika maandamano yaliyofanyika mwaka jana, baadhi yao ni Eric Shiani Erikson Mtishia na Derek Chege na wengine. Kuna ripoti hii ya PPC inatuonyesha picha halisi ya jeshi waliofiatua risasi kwa vijana wa Gen Z na waliowaua vijana hao wakati walikuwa wanaandamana. Nitakuonyesha picha kulingana na PPC vile imefanya hii ripoti, picha za wale ambao walihusika katika mauaji ya vijana wa Gen Z. Ripoti ya PPC News kuhusu Blood Parliament ilifichua matukio ya ghasia yaliyojitokeza nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 mwaka jana. Kulingana na uchunguzi wa PPC, maandamano hayo yaligeuka kuwa machafuko makubwa mnamo Juni 25 mwaka jana baada ya waandamanaji kuvamia majengo ya bunge. Jeshi la polisi likisaidiwa na maafisa wa usalama wa serikali lilijibu kwa kutumia risasi za moto, kitengo kilichosababisha vifo vya watu wengi huku wengi wakijeruhiwa vibaya. Naomba nikuonyeshe picha ya kwanza kulingana na PPC, sio kulingana na Mokenya TV, kulingana na PPC Africa iliweza kuonyesha picha hii ambayo na kuwekea hewani. Hiyo ndio PPC inadai miongoni mwa wale ambao waliweza kufiatua risasi kwa vijana wa Gen Z. PPC ilieleza kuwa uchunguzi wake ulihusisha uchambuzi wa zaidi ya picha 5,000 kutoka kwa wanahabari, mashahidi na vyombo vya habari vya kijamii kwa kutumia mbinu za kisasa za uchanganuzi wa picha, na PPC ilifanikiwa kubaini maafisa wa polisi na wanajeshi wa KDF waliotumia nguvu kupitia kiasi dhidi ya waandamanaji. Katika ripoti hiyo, PPC ilisema kuwa serikali ilijaribu kuficha ushahidi kuhusu mauaji hayo kwa kudhibiti taarifa za vyombo vya habari. Serikali ya Kenya ilikosoa vikali ripoti hiyo, ikisema kuwa PPC ilionyesha upendeleo wa wazi katika uchunguzi wake. Picha ya pili ambayo PPC iliweza kuonyesha katika documentary ile ambayo waliweza kuiachilia, kuna picha nyingine hapo na kuonyesha hewani, ni inasemekana ya kwamba anaitwa John ambaye alikuwa anatoa maelezo kwa maafisa hawa waliokuwa wanahusika katika kufiatua risasi kwa waandamanaji waliokuwa wanaandamana. Lakini kufikia sasa, msemaji wa serikali Isaac Mwaura alisema kuwa Kenya imewasiliana rasmi na PPC kuhusu ripoti hiyo na kwamba IPOA imeanzisha uchunguzi
kuhusu vifo vilivyoripotiwa. Aidha, mamlaka zilizuia uonyeshaji wa hadhara wa makala hiyo, ingawa wanaharakati waliapa kuendelea kuonyesha kwenye maeneo kama Kayole. Ripoti hii imezua mjadala mkali kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na uwajibikaji wa serikali, huku makundi ya haki za kibinadamu yakitaka uchunguzi huru kuhusu mauaji hayo. Na baadhi ya wabunge katika bunge la kitaifa, kuna wale ambao wanaunga mkono ripoti hiyo na kuna wale ambao hawaungi mkono ripoti hiyo ambayo iliweza kuachiliwa na PPC kwa kichwa chake Blood Parliament. Hayo ambayo nimeyaleta hewani ni kulingana na ripoti ya PPC. Asanteni sana, tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Na kuomba tu ikiwa unatazama lakini bado hauja-subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitufe hapo chini, bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed na sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye.